Hivi katika maisha ya sasa, kazi ya ualimu imekuwa nanga zaidi. Hali hii inajitokeza waziwazi hapa kwenye riwaya ya Kivuli cha Mauko, riwaya ambayo imeandikwa na Tom Nyambeka. Mvulana mmoja kwa jina Sumu alifika shuleni dakika 30 baadaye. Alikuwa mwanafunzi wa darasa la Bwana Hoho. Kwa mara ya kwanza ndipo nilipomshuhudia Bwana Hoho akikasirika. Alimwamrisha Sumu apige magoti mbele ya wanafunzi wengine. Ninaporejelea na kupiga darubini, licha ya Bwana Hoho kupendwa na wanafunzi, kwanza alikuwa kuku mgeni katika shule, na pili washikadau na wenye dhima mle shuleni hawakuridhia gange yake kuntu. Muda ulikuwa ukiendelea kuyoyoma. Wazazi walikuwa wameanza kuingia mmoja mmoja ili kuwachukua wanao kwa mashangingi yao mwishoni mwa kila somo. Mambo yaligeuka na kuchukua mkondo tofauti kwa Bwana Hoho. Baba yake Sumu alifika na kuwasili. Alikuwa kamambe la mwanamume aliyeunga misuli tinginya kama mnyanyua vyuma. Sura mseto, macho makavu kama ya milihoi, upara wa kuteleza kama bafe, na mpana kama jangwa la Sahara. Wewe kijalimu, una hata kitoto? Baba yake Sumu aling'aka na kunguruma. Wakati huo kijasho chembamba kilikuwa kikimchirizika chiriri Bwana Hoho licha ya kuwa usiku. Kishindo cha ngumi kilisikika. Baada ya muda mfupi, Bwana Hoho alikuwa chini, mikono juu, huku akiungama na kutoa ikirari. Wanafunzi wote walikimbilia huko na kumcheka Mwalimu Hoho huku wakishangilia. Vishindo hivyo vilikuwa vimewaamsha wengi mpaka mkurugenzi mkuu wa shule Bwana Chui. Baada ya mashauriano ya hapa na pale, suluhisho lilipatikana. Lawama zielekezwa kwa Bwana Hoho tena. Shuleni mwetu mwalimu hakuwa na sauti wala meno. Tabia za watoto zilizidi kudorora. Wakati mwingine walimu walipigwa ngumi hadharani na wanafunzi, huku wakipokea hongera na kipaumbele kutoka kwenye wasimamizi wa shule.